Kuandamana kwa amani ni haki ya kila Mtanzania. Hata mimi mwenyewe binafsi tarehe 29 nitaungana na Watanzania wenzangu kuandamana kwa amani kabisa. Lakini sasa kwa mujibu wa katiba ya nchi inasema ya kwamba ili mruhusiwe kuandamana ni lazima kibali maalum kitoke sekta maalum ili nyie mruhusiwe kuandamana. Lakini sasa ajabu ni kwamba wanaotakiwa kutupa hicho kibali hawatoi hicho kibali. Kwa nini? Kwa sababu hawataki kusikia ukweli wa yale yanayotuumiza. Na hii kitu imenipa picha kamili kabisa ya kwa nini Watanzania tumezoea kuumia huku tunapulizwa. Maumivu ya kupulizwa. Unaumia huku unapulizwa. Kwa sababu hivi vitu vimekuwa vikitokea tangu kwenye familia za Watanzania wengi sana. Familia za Watanzania wengi sana kuna watoto wa kike kwa wa kiume wamebakwa, wamelawitiwa na wamejaribu kuomba misaada kutoka kwa watu wao wa karibu ambao wamewaamini ama wanatakiwa kuwalinda. Lakini nini kilitokea? Hao watu walisalitiwa, hao watoto waligeukwa kwa sababu tu labda aliyemlawiti huyo mtoto ni mchungaji wake, kiongozi wake wa dini, ama kiongozi fulani serikalini, ana nyadhifa fulani kwenye jamii. Huyo mtoto akipeleka hiyo kesi popote pale hawezi kusikilizwa. Kwa nini? Mchungaji wako hawezi kufanyia hivyo, shehe hawezi kufanyia hivyo, sijui waziri hawezi kufanya hivyo kabisa kabisa, hawezi, ni mtu mzuri. Lakini kiukweli na kiuhalisia kuna watu wako na wanaweza kufanya hivyo, na wako kwenye jamii zetu, ni viongozi wa dini, ni viongozi katika serikali. Sasa huyo mtoto imagine ndo sisi hapa ambao tumekuwa sasa kwenye hii jamii. Unaweza kuongea nini wewe? Kwa sababu tangu ukiwa mdogo ulikuwa unanyamazishwa, huku unapulizwa, unaumizwa, huku unapulizwa. Tumeshazoea. Sasa wakati umefika ukweli usemwe, tuache kukumbatia haya mambo. Haijalishi tutasikilizwa, haijalishi wanaotuumiza watakumbatiwa, sisi ndio tutaonekana wabaya, lakini ukweli usemwe. Unawezaje ukataka kumuumiza mtu ambaye ni harmless, hawezi kufanya chochote, maskini tu mmoja? Shida yake ni kukuambia tu ukweli kwamba mkubwa, hapa naumia, unaniumiza na hii kodi, ama mkubwa nirahisishie hiki niweze kufanya, mimi mfanya biashara mdogo, nisaidie hiki basi ili na mimi nikue kama wewe vile unavyokuwa, na kuweza kuafford kusomesha watoto wako sehemu hizi, na sisi huku chini tunatamani. Lakini matokeo yake imekuwa kama familia ya kibabe ambayo baba hataki kusikiliza watoto wake, ama mama hataki kusikiliza watoto wake. Atakachoamua yeye ndicho hicho. Sasa mambo yote haya yamebaki mikononi kwenu wakubwa. Kwa sababu hata huyo ambaye amejikatia tamaa leo hii anaweza kuwa amefikia hatua ya mwisho ya kuamua liwalo na liwe. Nani atakuwa kafara sasa? Kuna watu lazima wawe kafara ili wengine pengine wapone. Kwa hiyo ninyi ndio mmebaki kuwa na maamuzi ya mwisho. Vijana wachafukwe ama wasikilizwe. Mimi nawapenda sana jamani. Peace. Tukiamshe kweli. Hao wajinga wanaamini kwamba hao wanaongea tu mtandaoni. Sasa haya maneno yote na watu wote tuliopo hapa tukitoka tu, kwa sababu the way kelele zinavyozidi kuwa huko watu wanazidi kuongeza. Yaani kwa kuzidi kupiga mabomu ni watu wanawashtua, wanatoka wapi huko. Ndio hivyo tutakuwa wengi tu. Yaani mimi kwa hilo sijali. Mwaka huu ni mwaka wa neema, alafu ni mwaka wa Mungu. Manabii wengi wamesha tabiri, anaweza yani manabii wengi nchi mbalimbali wametabiri. Yani naamini kwamba tarehe 29 tunaanza upya. Yani tunaanza upya, Tanzania mpya inazaliwa. Mimi ninachoamini tarehe 29 tutakiwasha. Mimi naamini jamani, tukiwashe kweli. Karibuni sana na wanao. Tarehe 29 watu wa Dar es Salaam msiniangushe. Asante sana jamani. Ukipanda juu zima maiki, ukipanda juu zima maiki, ukipanda juu zima maiki, ukipanda juu zima maiki. Karibu wa Tanzania wenye uchungu wa nchi yao, piga nondo kisawa sawa. Jamani, sisi wote tunaona jinsi gani nchi yetu inabanangwa na kubagaza. Tuna dini nganya kwenye nchi, tunaibiwa rasilimali zetu, tunaibiwa wanyama wetu, tunaibiwa mifugo, tunaibiwa na pesa zetu pia sisi wa Tanzania. Kwa hiyo hakikisha ukipanda hapa unapanda na uchungu wa taifa.
Usipande na sauti za kunywa uji. Godfrey zima maiki. Ndugu zangu wa mkoani, Arusha, Mbeya, kule Mara ametuonesha advertisement Mara, hatuna doubt na nyinyi hata kidogo. Mwanza, Dodoma, Morogoro, tunawategemea ndugu zetu. Dar es Salaam ni sehemu kubwa jamani. Tunajua Dar es Salaam hamtatuangusha. Jamani, ukiwa hapa chini hakikisha una tap tap live ziende mbali, zisikike kwa watu wengi. Auntie G karibu. Auntie G karibu. Dennis Denzel karibu. Denisi karibu. Nashukuru sana. Nashukuru. Bwana, mimi nataka kusema kwamba tarehe 29 ni siku ya neema, lakini bado tuna mtihani mkubwa. Sasa sisi ambao tunahamasisha mitandao tuongeze juhudi sana katika kuhamasisha kupitia hii mitandao, kwa sababu tukihamasisha kwa mfano kupitia hii nanili yetu kupitia TikTok, vijana wengi watamu. Mimi nataka niwaambie kitu kimoja ambacho serikali ya CCM sasa hivi inakifanya, watu wengi hawajakigundua. Nimepata dondoo, katika kufuatilia kwangu nimegundua serikali imeandaa, kwa sababu washajua vijana ndo watu wenye maamuzi. Sasa walichokifanya sijajua kama wengine mshajua hii mantiki, lakini kwa upande kuna hata mkiingia TikTok kuna wanawake wamepangwa, wanawake kama nikifuatilia kwenye dondoo zangu kuna wanawake kama 150 wamepangwa, wamepewa hela za CCM. Kwa ina maana kila muda wanakuwa live, wanakuwa wanacheza uchi, kwa maana ya kwamba kijana akisha Deni sinasikia. Tafadhali dakika moja. Wili zima maiki. Okay. Wili zima maiki. Zima maiki. Point yangu ni samahani dakika moja. Tuitike zima maiki. Dennis tafadhali ukipanda hapa piga nongo za 29 tunatokaje. Hizo live tushazijua muda mrefu na zijaanza leo wala jana. Zimeanza muda mrefu tu. Propaganda zipo nyingi hapa mtandaoni. Na sisi wakija na propaganda na sisi tunakuja na zetu, tunahamasisha, tunajaza sumu. Kwa hiyo piga mle kwenye tarehe 29 tunatokaje, tunajiandaa vipi, vijana tunafanya nini na nini na nini. Hizo live achana nazo. Tumebaki na siku 9 tu. Siku 9 tu. Yes, sasa nilikuwa naongea na leo nilikuwa naongea na polisi mmoja ambaye ni mwanajeshi mmoja miongoni, alikuwa ananipa dondoo kwamba cha kufanya, kitu ambacho tutakuwa tunaanza nacho sana sana ni kusaka sheli za Lake zote, inabidi ndo tutakuwa tunaanza nazo. Lakini cha kufanya ni kwamba ni kupunguza uoga. Hakuna mwanajeshi yoyote atakaye tuzuru, kwa sababu jeshi la wananchi Tanzania ni kwa ajili ya sisi wananchi. Kwa ina maana mimi ninapogongelea na ninapotaka, sisi hakuna mtu atakayezuliwa, kwa sababu sisi tunavyoandamana hatuendi pale kufanya fujo.